Injili ya Luka, Injili katika kitabu cha Luka, na tutasoma ama tunaenda mlango wa 24 na tutaanza 44. Luka chapter number 24 and the verse 44. Maandiko yanasema hivi: lakini wakatoka Let's go to 24 verse 44. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba Kristo ni lazima, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati na Musa na katika manabii na Zaburi. Mstari wa 45 unasema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Jambo hilo lishike sana. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Mstari wa 48 inasema, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Natazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mfikwe uwezo utokao juu. Mungu abariki neno lake. Amen. Na nataka kwanza kufundisha ama kuhubiri juu ya umuhimu wa kufua mioyo. The importance of soul winning. Jambo la kwanza nataka uelewe, kila muamini ana jukumu ama amejukumika kuwa wakili wa Injili na ujumbe wa Kristo. Katika tafsiri ya wanadamu na dini, watu wanafikiria kuna watu maalum ambao Mungu ameweka ili wasabase ama wafikishe ule ujumbe wa Kristo. Lakini kulingana na maandiko, kulingana na vile Yesu anavyozungumza, tunaye nafasi ya kila mmoja kuelewa ana deni ama amewekewa jukumu. Haleluya. Na hivyo tunasoma siku ya leo. Tunasoma habari ya Yesu akikaribia kuagana na wanafunzi wake. Na alipokuwa na agana na wao, alitaka wafahamu sababu yake kuja, sababu yake ya kukaa na wao miaka 3, na sababu yake ya kuondoka. Haleluya. Alianza kuambia, inamnipasa niondoke. Na alipokuwa anaongea juu ya kuondoka, maandiko inasema akili yao haikuwa inaelewa, inafunguka vizuri. Haleluya. Sio hata akiwaambia ninaondoka na nitaenda na nitasulubiwa, maandiko inasema walikuwa wanaona kama ni mzaha. Gayarogoshu. Lakini maandiko hayo tu matakatifu, alifika mahali akataka wajue yeye achesi. He is very serious. Praise the Lord. Na hapo ndipo unaona nilipokuambia uweke mstari katika hiyo maneno. Biblia inasema hivyo katika mstari wa 45, ndipo akawafunua akili zao wapate kuelewa na maandiko. Walikuwa wamekaa na yeye miaka 3 na ilikuwa inasonga, ilikuwa imepita, lakini akili zao zilikuwa mateka. Haleluya.
hata wakati alipokuwa anafanya miujiza pamoja na wao na alipokuwa anaponya, bado akili zao zilikuwa zimetekwa. Na kuna jambo moja lilikuwa linanishangaza. Unaweza tembea na Mwokozi na bado usielewe mission yake. You can walk with Christ and you don't understand his mission. Unaona, hawa wanafunzi walikuwa wametembea naye, si kama sisi tunahubiri kwa imani. Yeye alikuweko na alikuwa hapo. Walikuwa wanakula na yeye, walikuwa wanalala karibu na yeye, walikuwa wanatembea na yeye. They were what we can call the true witnesses. Amen. Amen. Lakini unaona, hata kama alikuwa hapo, maandiko inasema akili yao haikuwa inaelewa maandiko vile inasema. Hallelujah. Amen. Na lile jambo Mungu amekuwa akinihimiza sana. Tumehubiri sana, tumefundisha sana. Miaka imesoga, imeenda, hata wengine tunakaribia sasa, tunaweza sema tutaitisha retire. Lakini miaka hiyo yote tuna ufahamu wa maandiko inasema namna gani. How do we interpret the Bible? Hallelujah. Na ndipo sasa unaona tunahubiri ujumbe, baada ya muda tunaurudia, unarudiwa kwa redio, unarudiwa kwa nini, lakini ni vigumu sana kuelewa, kwa sababu for us to understand the scripture we need God's intervention. Ni aliado hakufatana mwanani. Amen. Yeah. Hawa wanafunzi walikuweko tu. Na ukiangalia walikuwa sawa. Walikuwa wanaonekana wako, asubuhi wako sawa, saa saba wako sawa, jioni wako sawa, wanaambatana na Bwana, lakini akili yao ilikuwa haina ufahamu. Amen. Kile Mungu anataka tuwe nacho ni ufahamu wa maandiko. Until you have the knowledge of the scripture, hauwezi elewa Mungu anasema nini. Amen. Na ndipo unaona tunajaribu kufundisha na kusema kuna wajibu wa kanisa. Juzi nimefundisha sana umuhimu wake, lakini sasa nafundisha kazi yake, nafundisha mission yake. Na Yesu alikuwa ameongea na wanafunzi, alikuwa amekaa na wao, lakini now today anawaelekeza katika kazi. Mutigo sherehe twalengai. Maandiko inasema hivyo, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa. Sasa wameanza kuelewa. Na kufufuka siku ya tatu. Mstari wa 47. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia kwanza tangu Yerusalemu. Amen. Amen. Sasa anasema tayari anataka awaeleze maneno. Wakati akili zao zilirudi, wakati ufahamu wa maandiko uliingia, ujumbe wake wa kwanza hakuambia maneno ya vile watafanikiwa. Halo? Hakuambia vile mambo makubwa itatendeka. Lakini aliwaambia kwa sababu sasa mna ufahamu, hii ndio ujumbe wa kwanza, ya kwamba mataifa wana haja ya kuhubiriwa habari ya toba na habari ya ondoleo. Amen. You see the church is going contrary. Yale mambo tunataka kusikia sana, ukiangalia katika maandiko yanaenda kinyume na vile Biblia inasema. Ujumbe ule tunataka uwe wa kwanza katika maisha yetu, si huo Mungu anataka uwe. Hallelujah. Yesu akawafungua maandiko, akawaambia hii ndio ujumbe wa kwanza. Unapoamka asubuhi, ujue mataifa wanahitaji kuhubiriwa. Amen. Amen. Sijui tangu ulipookoka unajua ama unafahamu ya kwamba wewe ulipatanishwa na ukapewa huduma ya upatanisho. Ulipatanishwa na Kristo kulingana na maandiko yaliyo katika kitabu cha Wakorintho wa pili, na inasema naye huyo Kristo akakupatia huduma ile aliyokuwa naye ya upatanisho. Amen. Na hapa kwa sababu hatufahamu, mara mingi tumepoteza muda mrefu sana.
Hallelujah. As a church we have wasted a lot of time. Wakati tunapokuja na tunaokoka, tunasema yote yameisha. Yeah? Hata tunatengeneza wimbo wa kutia moyo, tunasema vile yote imeisha. Sasa sisi ni huru, sisi ni watakatifu, sisi tumewarithi pamoja na Kristo. Lakini wakati unapata ufahamu, wakati Roho wa Bwana alifahamisha wanafunzi, utaanza kuelewa ni dhambi iliisha, lakini kazi ilianza. Nilidhania utasema amen iliyo na uhai. Yes, dhambi iliisha, laana ziliisha, hukumu iliisha, lakini hapo hapo tu uliwekewa kasi na lazima uanze kuifanya. Mtu amen. Na siku ya leo na kuendelea, nataka kunena maneno kama haya. Yesu alisema ufahamu ule unatakiwa kuwa naye ni ya kwamba wewe umepokea, lakini ndugu yako bado. Halo. Wewe tayari umepona, lakini dada yako bado. Yo. Wewe tayari umepokea, lakini jirani yako bado. Haleluya. Kwa hivyo si kutegezeka imetendeka itaisha, lakini ni kazi umewekewa na Kristo. Naomba usome hapo maandiko hapo chini. Biblia anasema nani ninyi mashahidi kwa mambo haya. Unajua sasa ametoa ujumbe, lakini wanafunzi sijui wanafikiria ni nani. Unajua saa ingine tunahubiri haya maneno, lakini kila mtu anafikiria hiyo ni kazi ya pasta, hiyo ni kazi ya mzee wa kanisa, hiyo ni ya mtu anayeitwa mwinjilisti. Lakini Biblia inasema walipopata ufahamu akawaapia nyinyi mnaonisikiliza. Semeni amen. Wewe Petero, wewe Filipo, wewe Yohana, akataka kuambia nyinyi ndio mtakuwa mashahidi wa hiyo kazi. Na hapo ndipo injili inaanza. Hallelujah. You cannot do the mission of Christ until you accept or you agree that you are the person who is responsible. Shout amen. Hakuna siku kazi ya Mungu itaendelea Mai haitamjua Yesu, jamii yenu haitamjua Yesu, kama kwanza hutaelewa wewe ndiye unawajibika. Yeah. Unajua watu wanangoja watu wengine. Watu wanangoja wainjilisti watoke Nairobi. Watu wanangoja wainjilisti watoke Nigeria. Lakini Petro ama Yesu akawaambia wanafunzi wako, kwa sababu macho yenu na masikio yenu na mawazo yenu imefunguka, nyinyi ndio mnabeba hii kazi. Hallelujah. Na siku ya leo nashukuru Mungu kwa sababu Bwana anakuja na ameshatangulia ili aweke hili neno ndani ya mawazo yako. Hallelujah. Anawaambia ninyi ndini mashahidi wa mambo haya. Natazama na waletea juu yenu ahadi yangu ya Baba yangu, lakini kaeni humu mchini hata mfikwe uwezo utokao juu. Napenda Yesu vile alivyosema. Alisema ni wajibu wenu. Nyinyi ndio mtaambia marafiki zenu. Wewe kijana ndio utaambia kijana ule mwingine. Wewe msichana ndio utaambia yule msichana mwingine. Mama ndiye ataambia mama yule mwingine. Hata mzee ndiye ataambia yule mzee mwingine maneno haya ya kwamba anahitaji ondoleo la dhambi. Na sijui kama umeshawaelewa hiyo. Tangu ulipookoka, kama wewe hujakuwa mshahidi, if you are not a witness of the gospel, a soul winner, wewe una jambo ambalo hujafanya katika maisha yako. Wena hando na kwenda ndo utaliweka, hayo mengine yote unajaribu kufanya haitafaulu. Kwa sababu lile la kwanza ni kukubali. Hallelujah. You agree that I am a soul winner. Amen. Amen. Mimi nasema kama saa hii tungekuwa na watu kama 100 na wakubali maneno haya, hata kama hawataenda miaka mingi, uwape mwaka mmoja, kila mmoja akubali ya kwamba mimi ni shahidi wa Kristo. Baada ya mwaka mmoja
watakuwa walete mtu mmoja, na hiyo ndio inakuwa dhimu yetu ya missionary, ya kwamba unaweza fikia moja, just one, not two. Watu 100 wakifikia mmoja, kila mmoja, baada ya mwaka mmoja watakuwa watu wangapi? Yo, utile mundu racokia ni ono ndimwira mwinuke muthiako mutigitho mwirigite kaya kisha mishi no wangaira muhingura hakiri mutaji tole tole kandira tumira kigiriki ninauliza ito mambo momoka na mutimenya ndiri mukorago nago mwikoje ta mwetere ino huhuje na huje service yake ri haramu inuke miaka ile honokete wageni uko orete ndoiga Ewe sababu miaka ile umeokoka. Umeguza milioni ngapi? Kwanza hata si kuguza wewe, ni kupoteza, umepoteza, umefukuza. Wanapigwa. Kama uleti unafukuza. Ama sio hivyo? Yesu alisema kama ukusanyi na mimi, unafanya nini? Unatawanya. Kanatibwa. Kwa magikolo durehaga nigutiotea na nitafanya msaka. Nitafanya nini? Na nitafanya interview. Nitakuwa nikiita mtu na muuliza kaba. Najua nataka kuchukua data. Lakini hata ni vizuri saa ile tunasika mtu tunasema aliokoka mwaka wa 50 na unajua haiandikwa ile kazi amefanya. Na unajua Mungu haangalii miaka ile umeokoka, anaangalia matunda. Sinifundisha hiyo juzi. Nikasema uliletwa na ukawekwa ili uzae nini? Haleluya. Si matunda ndio. Matunda ni kufikia mtu. Yesu anawaambia nyinyi ndiye mashahidi. Mtugae nani? Na mimi nitakuwa na data. Ninakuuliza mwaka huu umeguza nani wewe? Na kama hujaleta umefukuza. Najua kile utikio wetagirira umuthi. Haleluya. Haleluya. Anasema nyinyi kama ni mashahidi, nina ahadi yenu ya kwamba hamtafanya hii kazi peke yenu. Mimi nitawaletea ahadi ya Baba. Praise the Lord. Amen. Na akasema kaeni Yerusalemu mpaka mfikwe na nguvu. Nataka tukimbie katika maandiko. Kitabu cha Luka, turudi nyuma. Kitabu cha Luka, hiyo tu ya Luka mlango wa 15. Mstari wa kwanza. Kasi yake Mwokozi wa upendo nitafanya mpaka siku ya mwisho, hata watu wapate mwambio. Basi tunasoma hivi. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo nao waandishi wakanuhunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Mstari wa 3. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo asiyewaasha wale 99 nyikani, aende akamtafute yule aliyepotea hata muone, naye akisha kumuona hii Kiswahili ni ngumu, humweka mabegani pake akifurahi, na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami,
kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo utakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atumbuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambaye hawana haja na kutubu. Hii neno limenishangaza nilipokuwa nalisoma. Na tumeliongea sana, na saa ingine tumeimba, tuna nyimbo zinaimba habari ya huyu mtoto mmoja, mwanakondoo mmoja amepotea. Lakini nilipokuwa nafikiria, nilisoma hili neno liko pale mwisho. Maandiko inasema hii mwanakondoo mmoja amepotea, lakini mwenye kondoo zote ziko 100. Swali lile anauliza, ni kasi gani ya muhimu? Nikitafsiri sasa vile ni tafsiri, ni kukaa na hii makondoo 99 ambao hayana haja ya kutumbu, ama ni kwenda kutafuta hiyo moja ambayo imepotea? Nikabakia kama ni swali. Haleluya. Maandiko inasema katika shughuli ya mbinguni, heavenly business, furaha haikuji wakati kondoo 99 zimekaa tu zimeangaliana. Lakini mbingu inafunguliwa kama mvua wa baraka wakati kondoo moja, just one, anapatikana. Hallelujah. Na hili jambo limefanya akili yangu ikashangaa sana, kwa sababu mimi ni mwinjilisti na nimeshachunguza katika mission zangu kama mwinjilisti. Of late nimekuwa nje ya ofisi na watu wengi wamenitafuta wakanikosa. Lakini kwa sababu gani niliondoka kwa ofisi? Moyo wangu umekuwa ukishurutishwa na Bwana. Hawa watu unahusiana nao ofisi, subuhi, jioni, usiku, ni raha gani jioni unakuwa nayo? Nikatazama nikaona siku moja katika ofisi, sijui ni siku moja ama kama ni mwezi, ni gumu sana ukute mtu anakuja anakuletea ushuhuda, akwambie, pastor, iko mama tumehubiria hapa juzi, nataka kumleta umuombee ama umkomboe. Shughuli zetu za kiofisi ni gumu sana upate mtu analeta ushuhuda wa jambo Mungu amefanya. Lakini kuanzia asubuhi ukiingia huko saa 2 unakutana na huyu mama na shida zake, huyu mzee na shida zake, huyu kijana na shida zake. Jioni unakuwa kama umebeba misigo ya watu 10. Kila mtu analeta msigo, anakuangukia njia. Huyu mwingine analeta, anaweka juu yako. Huyu mwingine analeta, yeye anaondoka, anaenda. Kwa hivyo jioni uzito ni mwingi, stress imelala juu ya kichwa. Unauliza utalala saa ngapi? Wewe ingerelie kuga amen. Amen. Hallelujah. Lakini Roho wa Bwana akanionyesha hii maandiko. Akanionyesha furaha haikuji kwa sababu unazunguka na kondoo 99. Rotating with 99 has nothing to do with joy. Na ndipo sasa unaona nataka kuwapea ufunuo. Walking from door to door. Kwa wale 99 wale wanasema wamemchua Bwana, hakuna raha italeta. Hautaenda jioni useme I'm relieved, I have the joy of salvation. Na ndipo nikaribia Bwana, ninataka jioni niwe na raha. Bwana ni Yesu arogosho. Ninataka mwisho wa juma niwe na raha. Hallelujah. Ninataka mwisho wa mwezi niwe na raha. Raha ya mbingu ichuke katika maisha yangu. Raha ya mbinguni itembee na mimi. Nikauliza Mungu, hii raha itatoka pale gani?
ndipo akanielekeza katika yale maandiko. Oh, hallelujah. Akasema wakati utatoka uachane na 99 uende ukatafute moja. When you will walk out from 99 and step out, mtaunganika na mbingu. Unajua ni kwa nini mbingu haijawahi unganika na wewe? Ni kwa sababu wewe umepotelea katika umati wa 99. You are lost in that glory of 99. Kama utaamka asubuhi unafikiria juu ya kundi ya hawa mnashindana na wao, asubuhi unafikiria juu ya wao, jioni ukilala unafikiria juu ya wao, lakini hakuna siku unafikiria juu ya yule amepotea. You never think about that, so you will never experience the joy. Maandiko inasema yule mzee anapoenda anatafuta hiyo moja, anaasha hizo zingine ziko mikononi mwa mwenyewe kwa sababu hazijapotea. Hallelujah. The 99 wako katika mikono safi kwa sababu hawajapotea. Na ndipo unaona, I must tell you, if you don't change the tactics, you will never rejoice in this salvation. Kuna watu wameokoka miaka mingi, lakini hakuna siku anaweza shuhudia seme nimesikia raha ya mbingu. Mbingu imeuganika na mimi. Hallelujah. Hivi majuzi nimeenda mikutano mikubwa. Hata jana nilikuwa kongamano moja nilitwa huko la kiwinjilisti. Unajua mara mingi kuna milango ya kiwinjilisti. Wakati unapopewa nafasi uhubirie umati wa watu wanaoboleza watu kama 1000, unapoashiria ile injili, unapowaambia watubu dhambi, unapowaambia John kwa Yesu, baada ya hiyo injili unasikia wewe umepona na wewe umefurahi. Ndio haona digetidage motideka akini moda akaleile akimolete oguo akihakirisha nitire goko todo you are among the 99. Yo kijaribu kuibia ukijaribu kuimbia wimbo ile kundi la 99 halioni wewe kama unafanya kitu, alikuzoea. Niko mwingine anawepo kanisa wa Ngai, mwathani arogosho, mwathani aroinerwo, mwathani makurorogo. Tigana na andu aya, thio inerwe pokuri we mweyurite. Ukithio kutherwe poro ukuria, ja. Sisi tulikuzoea. Hata tunajua vile utakohoa. Tunajua hata vile utaanza mguu kusogesha. We are used. Why? Hii 99 haina kazi yenu. Ni kuwapea max na kutoa. Na ndipo unaona you don't have joy. Kwa sababu sasa you are not reaching the target. Nyinyi mnang'eng'ana, na ndipo unaona hata wainjilisti wengi wamepiga moduru, wameisha kwa sababu walifikiria ate uwanja wao ni hapa kanisani, ni hapa kwa madhabahu. Pastor, nipe nafasi niashirie kidogo, niashirie nasikia moto unanishoma. Hakuna mahali hapa unaashiria hawa ni ile 99. Na ndipo anajaribu kusema praise the Lord, anarudishiwa na maneno anasema praise the God. Praise the Lord. Anafanya mieleka, anasema nani ataokoka, watu wote na kondolea mashi. Ukitaka raha nzuri, hallelujah. Ukitaka mbingu ishuhudie vile unafanya, ondoka aenda mahali mbingu inaelekea. The heart of God is in the lost sinners. Roho ya Bwana inasimamaga kwa huyo hajaokoka. Wewe unasemaga una raha nzuri sana unapoenda kutafuta dada yenu, na ni vizuri kutafutana. Ndio wega. Wega na nawekera na hinya. No kaile mwetinya mwekera na gai. Ikunyonyana. Inanyonyana nguvu. Unajua unaweza tembelea tu ukiwa ulikuwa juu, toke hapo ukiwa uko flat. Kwa sababu is among the 99. Hallelujah. I'm challenging you today. Kama utaanza kusherehekea, maandiko inasema mbingu inasimama, mbingu inashuka. Wakati ule mzee amebeba kondoo moja, hallelujah, hiyo ilikuwa imeruka kwa fence, hiyo inakula shang'aa. Huyo ndugu yako anayefanana na pepo, your real brother, your real sister, huyo ndio unatakia utumie muda wako
kumtafuta katika jina la Yesu. Pia na wasio kwa galita. Wachana na huyo anapeka wewe lita. Wachana na huyo ambaye ananunulia wewe sukari, huyo ako sawa. Lakini unaweza guza Mungu utakapoanza kufanya maombezi kwa ajili ya huyo hajaokoka, kwa ajili ya huyo anakula shangaa, kwa ajili ya huyo anakula baki. Mbingu itasimama na wewe katika jina la Yesu. Na nikio ukagarimu wewe munogu na wewe mulaka todo dunyitanete na iguru. Simame.